ni vema niseme na Watanzania wasikie na ikae kwenye kumbukumbu rasmi za bunge lako tukufu. Mimi Philip Mpango siwezi kamwe kuwahujumu wananchi wakulima wa korosho wa mikoa ya Mtwara na Lindi au mkoa mwingine wowote ule, na niwahakikishie Watanzania kuwa Mtwara na Lindi nitakwenda, iwe katika kutekeleza majukumu yangu ya kikazi au kuwatembelea ndugu na marafiki. Hakuna anayeweza kunizuia. Ni haki yangu na uhuru wangu kama Mtanzania ambayo haiwezi kupokonywa kwa vitisho, na hata ikibidi kufa katika kutumikia taifa na iwe. Katika nafasi mbalimbali nilizotumikia serikali ya CCM na taifa hili kwa ujumla, nimetumia uwezo wangu wote kuwatumikia Watanzania wa mikoa yote. Nimefundisha wanafunzi ikiwa ni pamoja na wanaotoka mikoa ya kusini nilipokuwa mhadhiri Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bila upendeleo. Aidha, kati ya mambo niliyofanya nikiwa mshauri wa Rais uchumi katika serikali ya awamu ya 4 na nilipokuwa mkuu wa Tume ya Mipango, nilikuwa mstari wa mbele kuishawishi serikali kuifanya Mtwara iwe kitovu cha ukuaji wa uchumi hapa nchini, Mtwara Growth Pole, na kuingiza miradi mikubwa ya maendeleo, kwa mfano upanuzi wa bandari ya Mtwara, LNG plant Lindi, barabara za uchumi na kadhalika, katika mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 5. Mimi na wenzangu tulishauri serikali kutenga nafasi za upendeleo kwa vijana kutoka mikoa ya kusini kusoma masomo ya sayansi ili waweze baadaye kufanya kazi katika viwanda vinavyohusiana na sekta ya gesi asilia. Mimi niliapa kuilinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotaka pamoja na mambo mengine kuhakikisha maendeleo ya uchumi wa taifa yanakuzwa na kupanga kwa uangalifu na kwa pamoja, ambayo iko kwenye ibara ya 9D. Iweje leo ni wahujumu wananchi wa Mtwara na Lindi? Kama yupo mtu ana chuki binafsi na Philip Mpango pasipo chembe ya ukweli, mimi namuombea msamaha kwa Mungu. Nasema tena, sitayumba katika kusimamia matumizi bora ya fedha za umma kwa mujibu wa sheria, na nawakumbusha wabadhirifu wa fedha za umma wajue wanakula sumu. Mheshimiwa Spika, najua muda si rafiki, nilitarajia ningesema sana leo, lakini naomba niseme jambo moja kabla sijaenda kwenye kuhitimisha. Kulikuwa na hoja kuhusu mapendekezo ya serikali ya kufuta sheria iliyoanzisha Tume ya Mipango. Mheshimiwa Spika, nilieleza katika hotuba niliyowasilisha tarehe 14 Juni kwamba mapendekezo hayo ni mabadiliko ya kimuundo na sio kufuta kazi muhimu za kupanga mipango ya maendeleo ya taifa letu kwa kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Ukifuatilia historia ya muundo wa taasisi ya Tume ya Mipango, iko wazi kuwa imekuwa inahama. Kwa nyakati tofauti toka tulipopata uhuru, taasisi hiyo imekuwa, kuna kipindi ilikuwa peke yake kama wizara kamili au tume, na wakati mwingine ikawa sehemu ya Wizara ya Fedha. Tena jambo hili si kwa Tanzania pekee, hata katika nchi jirani za Uganda na Rwanda hivi sasa fedha na mipango vinaunda wizara moja, Ministry of Finance and Economic Planning. Lengo kuu ni kuwianisha mipango ya maendeleo ya taifa na ugawaji wa rasilimali fedha, jambo ambalo ni gumu pale ambapo taasisi hizi zinapokuwa zimetenganishwa. Na kama nilivyoeleza, kazi ya kuandaa na kusimamia mipango ya maendeleo ya taifa ndani ya Wizara ya Fedha na Mipango itaongozwa na atakayekuwa na fungu lake kuiwezesha utekelezaji wa kazi za idara hiyo, na kazi hizo zimeendelea kufanyika vizuri. Mheshimiwa Rais, zangu kwa kweli leo ni shukrani. Shukrani ya kwanza, napenda nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuifikia siku hii, akatupatia afya njema, ameliwezesha tukio hili, lakini pia alitupatia nchi nzuri sana ya Tanzania na akatupa kazi kwamba tuitunze ili na yenyewe itutunze. Tunamshukuru sana sana Mwenyezi Mungu.
Mheshimiwa Rais, mimi sikuota wala sikutarajia kabisa kwamba mimi mtoto wa masikini kutoka kwetu Buhigwe kule ningepata nafasi ya kutumikia taifa letu katika nafasi ya makamu wa rais. Mheshimiwa Rais, asante sana, sina maneno ya kukushukuru. Lakini napenda nikuahidi wewe kuwa nitakuwa msaidizi mwaminifu na mtiifu, lakini pia mzalendo wa kweli kwa nchi yangu. Wiki hii Wakristo wanasherehekea, tunaita Juma Kuu, na hasa siku ya kesho ndiyo siku mtu anaitwa Yuda Iskariote kwenye Biblia alipomsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Mheshimiwa Rais, sitakuwa kama huyo Yuda. Nitatekeleza kwa bidii na weledi kazi zote utakazoniagiza, pamoja na majukumu mengine kama yalivyoelekezwa kwenye katiba kwenye ile ibara ya 47. Aidha, nitatekeleza majukumu hayo chini ya uongozi na usimamizi wako Mheshimiwa Rais. Niko tayari kuchapa kazi, nitume mchana na usiku, na hususani kuhakikisha ahadi za ilani ya uchaguzi ya CCM 2020 mpaka 2025 ambayo uliinadi nchi nzima, lakini pia maono ulio nayo juu ya maendeleo ya taifa letu na ustawi wa wananchi, nitahakikisha kwamba vinatekelezwa kwa ufanisi. Na katika kutekeleza majukumu utakayonituma, hakika nitashirikiana na viongozi wenzangu inavyopaswa. Na nasema hivi, nisisitize, ni kwa pande zote za muungano, lakini pia mihimili yote ya dola. Mheshimiwa Rais, napenda pia nitumie nafasi hii kushukuru kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM kwa kupitisha jina langu kwa kauli moja, na hatimaye bunge ambao wamenithibitisha kwa kura zote kama Mheshimiwa Spika alivyosema. Sitasahau imani na heshima kubwa hii ambayo kwa kweli bunge limekuwa ni hazina kubwa kwangu. Nimevuna mengi katika kipindi changu cha ubunge. Mheshimiwa Rais, napenda pia nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wenzangu wa Buhigwe. Walinipa ridhaa ya kuwa mbunge wao, tena kwa kura nyingi, na imani yao hiyo bila shaka na kibali cha Mwenyezi Mungu ndio kilipelekea wewe Mheshimiwa Rais kuniamini na kuniteua kushika nafasi kubwa katika taifa. Asanteni sana wanabuhigwe na wananchi wote wa mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Isipokuwa naomba nitumie nafasi hii kutoa rai kwa hao ndugu zangu, na nimefurahi kwamba wabunge wa Kigoma wako hapa. Ndugu zangu wa Buhigwe na ndugu zangu wa Muhambwe, CCM itawaletea wagombea ubunge makini, na wasihi sana msifanye makosa, mrudishe wabunge mahiri wa CCM katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nataka pia niwashukuru Watanzania wote, kwanza kwa kudumisha umoja na amani na mshikamano wakati wote, lakini nawashukuru kwa namna ya kipekee kabisa walivyokupongeza rais wetu uliposhika hatamu za uongozi wa nchi yetu kwa uhodari kabisa katika giza nene la msiba wa kuondokewa na aliyekuwa rais wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, tunakuombea afya njema na maisha marefu. Watanzania sasa hawana hofu tena
chini ya uongozi wako. Lakini napenda niwasihi wa Tanzania waendelee kukuombea, lakini pia na mimi mtumishi wao wasinisahau, waniombee ili niweze kukidhi matarajio yao ya makamu wa rais wanayemtarajia, anayemtii Mungu, makamu wa rais anayechapa kazi, makamu wa rais mnyenyekevu, makamu wa rais anayesimamia maslahi ya wananchi wanyonge kwa nguvu zote. Mheshimiwa Rais, naomba nimalize. Naomba pia nishukuru familia yangu wakiongozwa na rafiki yangu, mke wangu mpenzi Mboni Mpae, lakini pia jamaa na marafiki, ikiwemo familia ya Wizara ya Fedha na Mipango. Wamekuwa wakiniombea kwa Mungu na kunisaidia nyumbani na kazini. Ninasema Mungu awabariki wote. Mheshimiwa Rais, baada ya shukrani hizi, sasa naomba unitume kazi. Niko tayari. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umenikumbusha yale maneno ya Biblia, ni mtume nani unitume mimi, nitume Bwana.